tutarajie kwenye Kajuna Cup tofauti na mashindano mengine ya kawaida ambayo yamekuwa yakifanyika ndani ya mkoa wa Kigoma? Asante. Kwa majina naitwa Bichuka Ramadhani Sungura, almaarufu watu wengi wananiita Shanko Kalo Bigizi. Mimi ni mratibu wa michuano hii ya Kajuna Cup 2026. Utofauti ni mkubwa kwa sababu sisi pia tumeshuhudia michuano mingi ikifanywa kwenye mkoa wetu wa Kigoma, na utofauti wa kwanza tunakuja hata kwenye zawadi. Zawadi zimewekwa ni kubwa na haijawahi kutokea. Mshindi wa kwanza milioni 3, ng'ombe 2, kikombe pamoja na medali. Kwa Kigoma hii haijawahi kutokea. Kwa hiyo huo ni utofauti wa kwanza. Utofauti wa pili, Kajuna Cup tumeboresha hata malipo ya waamuzi. Waamuzi mara nyingi wamekuwa wakilipwa pesa kidogo, si vizuri kuitaja hapa, lakini kwa Kajuna Cup tumeboresha. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba mwamuzi asiwe sehemu ya kuharibu mchezo wote, kwa sababu tunaamini vilabu huwa vinatumia gharama kubwa kuhakikisha kwamba timu inafika uwanjani. Kwa hiyo mwamuzi ni sehemu ya mchezo. Kwa kama maslahi yake hayatoboreshwa, ina maana na yeye mwisho wa siku atakuwa sehemu ya kuharibu. Kwa hiyo tumeboresha maeneo hayo. Lakini vile vile utofauti mwingine, hakujawahi kutokea kuona kwamba mashabiki bora Kigoma, kwamba mashabiki bora wanapatikana. Kwa hiyo Kajuna Cup pia imekuja na hiyo kwamba mashabiki bora kuna zawadi ambao wataipata, ambao ni shilingi 200,000. Lakini kwenye michuano hii ya Kajuna kutakuwa na utofauti wa vitu vingi tu. Kuanzia hata benchi la ufundi watakavyokuwa wanakaa, na unajua viwanja vyetu vya ndondo na nini, lakini watatengenezewa mazingira mazuri. Lakini pia kama umevyoona tena, timu zimepewa sare bure. Utofauti mwingine, hakuna kulipa kiingilio. Timu zingine, ligi zingine nyingi zimekuwa zikianzishwa ni lazima ulipe kiingilio. Kwa licha ya zawadi hizi ambazo zimetolewa, hakuna kiingilio. Kwa hiyo pia ni utofauti. Ni kitu gani tukitarajia hasa kwenye eneo la burudani, kizingatia mpira wa miguu ni sehemu ya burudani? Nje ya mpira wa miguu kwenye mashindano ya Kajuna Cup tunatarajia burudani gani? Shango, pia niko kwenye entertainment. Niko kwenye burudani, na mpira wa miguu pia tunaita ni burudani. Lakini tutaongeza burudani juu ya burudani kuhakikisha jambo linaenda vizuri. Ukitaka kuamini hivyo, tutakutana hata siku ya ufunguzi. Kuna vitu vingi tutavifanya pale. Yaani mtu hatochoka kuwa sehemu ya jambo lile pale. Kwa hiyo tunawakaribisha sana mashabiki, wakazi wa mkoa wa Kigoma kuiunga nembo hii mkono. Tumejipanga, tuko imara, watu wataenjoy, na tutahakikisha sisi kama kamati kwa kushirikiana na mwenyekiti wetu wa kamati Bwana Omar Gindi kuhakikisha kwamba kila anayeshiriki kwenye jambo hili anapata haki yake ile ambayo anastahili. Kutegemea kuwepo kwa wasanii kwenye siku ya ufunguzi, vyovyote inaweza katokea. Inaweza kuwa sio wasanii au tukafanya kwa namna nyingine yoyote, ila amini kwamba kuna kitu tu chochote kizuri kinaweza kikatokea. Sawa, labda nikurudishe nyuma kidogo na kusomba. Sawa, ni utaratibu gani ambao mliutumia kuviandikisha hivi vilabu ambavyo vinashiriki hii ligi? Kwa maana kwamba mtu ambaye yuko anatamani kujua ni utaratibu gani ulifuatwa wa kuziandikisha hizi timu ambazo zinashiriki mashindano. Kwanza kamati tulikutana na mdhamini, na pale tukaanza kupendekeza timu ambazo zipo. Na wakati ligi hii inaanzishwa, malengo makubwa ilikuwa tupate timu 16, lakini leo umeziona timu zimekuwa 20. Kwa hiyo wakati tunaanzisha ama tumekaa kwenye jopo letu kama kamati na mdhamini, tulianza kuangalia ni vilabu gani ambavyo vitakuwa vinatija kwenye michuano hii. Kwa tukawa tunavipendekeza. Lakini baada ya kupendekeza na kuanza kutangaza kwenye mitandao yetu ya kijamii Kajuna Cup, yalikuja maoni mengi. Kwa kwenye yale maoni sasa ndio tukaanza kuangalia
nini tufanye, na baadaye tukaona kwamba kuna haja kuongeza timu zingine 4 baada ya kuona maoni ni mengi. Yani kama tungeruhusu kwamba timu ambazo zilikuwa zinataka ziingie kwenye michuano hii, na uhakika hata timu 180 200 zingefika, lakini kwa kuwa tulikuwa tuna target, acha kwanza tuanze hivyo, kwa sababu ni mara ya kwanza Kajuna Cup inafanyika. Kwa hiyo tunakuwa sehemu ya kujifunza pia, lakini michuano mingine inayofuata tutaboresha zaidi. Kwa hiyo mfumo tuliotumia ni huo. Sawa, nashukuru kwa muda wako.